tumbo langu lilikuwa lina shida kwa sababu nilikuwa na shida kupata ujauzito ndani ya miaka mitatu. Kwa Prophet alichokisema hajadanganya, ni kweli kabisa, na amenifanyia maombi kwa sababu nimekaa miaka mitatu sipati mtoto. Kwa hiyo imenisumbua sana na nimehangaika sehemu nyingi sana. Kwa hiyo na mimi niliweza kufika hapa leo, nimefunguliwa kupitia nabii, namshukuru sana. Okay, kuna dada mmoja aliniambia bwana yeye pia amesumbuka sana kama wewe, akaenda mpaka kwa waganga, wakamlia pesa zake, wamemlia mbuzi, ng'ombe. Wewe ulishaye kufika mpaka huko? Nilishafika. Nishafika kwa waganga wengi sana na wamekula hela nyingi sana. Yani mbuzi wanataka pesa nyingi. Yani ni vitu vingi sana ambavyo nimevipoteza kwa waganga. Hebu tuambie, mmoja kati ya mganga, sharti gani kubwa ambalo alikuambia ili uweze kupata mtoto? Alikuambia ufanye nini ili uweze kupata mtoto? Waliniambia kwamba yeye aliniambia hivi atanipa dawa 3. Hizo dawa 3, ya kwanza kila dawa inazidi kupanda. Nianze na 300,000. Nikishaanza na 300,000, nikiona kama sijapata ujauzito, basi kuna dawa nyingine ya pili ambayo natoa 600,000. Nikishindwa tunamalizia hiyo ya 900,000. Kwa dawa mwisho uliambiwa kwamba lete 900,000. Kwa mimi nilivyoona tu anavyosema hivyo, mimi nilivyoona tu mara moja nikaona sio wa kweli, nikaamua kuachana naye. Lakini waganga wengi sana wamekula, yani mbuzi wanataka fedha. Yani hivyo. Okay, na pamoja na kuzunguka kote kwa waganga, sasa ulishafanikiwa kupata mtoto? Hapana. Sijawahi kufanikiwa. Okay, sawa. Ni leo sasa imekuwa bahati kuwepo mahali hapa na Prophet akaona wewe una shida ya mtoto. Hebu tueleze kwa muda gani mpaka sasa? Yapata miaka mingapi? Moja, miezi au una mtoto mpaka sasa? Miaka 3. Na tueleze kwa mazingira nyumbani. Pengine labda unaishi na mwenza wako au mumeo? Naishi na mume wangu. Okay, sawa. Vipi ndugu wa mume wanasemaje baada ya kutoe kupata mtoto? Maneno vipi? Maneno yapo? Kwa upande wa ndugu zangu nashukuru Mungu, hata kwa upande wa mume wangu walikuwa tu wananiambia tu nikazane kuomba, siku ya Mungu ikifika nitapata. Lakini maneno tu mitaani ndio yalikuwa mengi. Mitaani walikuwa wanasema kwamba mimi mgumba sizai hivyo. Hicho kitu kwa kinaniumiza sana kwamba nikikata mwenyewe naanza tu kulia. Au nikimwona mtoto napata machungu naanza kulia. Kwa hiyo imenitesa sana. Sawa. Leo umekuja katika ibada hii, na mimi nitakwenda kupokea muujiza wako. Kwa uwezo alionao nabii huyu, ameona kwamba una shida ya tumbo, kutokupata mtoto. Ni kweli hiyo shida unayo? Na je, pengine mtu akajiuliza, pengine labda uliwahi kumpigia simu kama wewe matatizo yako? Hapana, sijawahi kumpigia na hatujawahi kuonana. Leo ndio siku yangu ya kwanza. Kwa hiyo imekushangaza sana kuona amekwambia una matatizo ya tumbo? Imenishangaza kweli sana, yani nimeshangaza sio kidogo. Sawa. Mtumishi huyu sasa ungependa kumzungumziaje juu ya uwezo alionao? Aiseni ana uwezo mkubwa. Yani kwanza na washauri watazamaji ambao mnanitazama wakati huu, hapa ni mahali sahihi sana, tena sana. Na mimi ukifika hapa utakuwa hujakosea hata kidogo, kwa sababu mimi nimefika siku ya kwanza, lakini nimepata muujiza mkubwa sana, na mimi nimeshapona na shida zangu zote zimeishia hapa. Kwa hiyo naona wewe ambaye unanitazama wakati huu, ukaribie ufike, naona kama unachelewa kwa sababu ni sehemu sahihi sana. Na Prophet ni ana nguvu na ametumwa kweli na Mungu kuwafungua watu. Ulivyowekewa mkono wake ulijisikiaje mwilini mwako? Yani nilijisikia mwili mzima unatetemeka. Yani kama baridi sio baridi, kama ganzi sio ganzi. Na sasa hivi unauonaje mwili sasa? Sasa hivi niko vizuri kabisa. Kuna mabadiliko makubwa sana. Amina sana. Mwili umekuwa mwepesi sasa? Mwili umekuwa mwepesi sasa hivi, na amani, na furaha. Namshukuru. Kwa hiyo hata amani ulikuwa hauna? Nilikuwa sina. Kwa hiyo ulivyoingia hapa kanisani, hebu niambie, ulipoingia hapa kanisani ulikuwa mtu wa namna gani? Ulikuwa na makasiriko, moyo hauna amani, ilikuwaje wakati unaingia? Nilikuwa tu na huzuni, yani sina raha. Lakini sasa hivi nina furaha na amani, na nina nguvu kabisa. Yani nilikuwa nakuja najivuta. Sawa, asante sana kwa muda wako. Lakini pia washauri mabinti kama wewe, wanawake kama wewe ambao wanakutizama pale, washauri kuhusiana na kufika kwa Prophet Philbert Pasco, unawaambia nini watu wote? Mimi nawashauri kwamba yoyote anayenitazama wakati huu
afike hapa, kwa sababu ni sehemu sahihi, naamini hatakuwa amekosea, na kila changamoto ambayo yeye anaiona ni kubwa, kwa Mungu mahali hapa ni ndogo sana, na inawezekana kwa urahisi kabisa, kwa sababu baba kamtuma mtu ambaye ni ana nguvu sana.